Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata Pendo John Matongo mwenye umri wa miaka 19, mkulima na mkazi wa Mwembesongo, na Kumbuka Walitaho Barafa mwenye umri wa miaka 22, huyu ni mkulima naye mkazi wa Mwembesongo, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wao mzaa. Hawa ni mtu na mpenzi au na mke wake. Tukio hilo limebainika Novemba 27 mwaka huu asubuhi katika eneo la Mto Morogoro, mtaa wa Mchuma, kata ya Kichangani. Hii ni manispaa ya Morogoro, ambapo maiti ya mtoto mchanga aitwaye Selina Kumbuka ambaye alikuwa na wiki 3 na tangu azaliwe ilikutwa ikiwa imetupwa na kutelekezwa baada ya kuuawa na wawili hao. Ilivyo ni kwamba Novemba 26 mwaka huu asubuhi, raia wema wa mtaa wa Riverside, kata ya Mwembesongo, ambao kimsingi ndiko wanakoishi wawili hao, walitoa taarifa kuhusu mashaka yao ya kutoonekana mtoto ambaye alizaliwa kwa umri wa miezi 7 ya mimba, kwa maana mtoto alikuwa njiti. Kutokana na taarifa hizo, watuhumiwa walikamatwa na kusaidia kwa maana ya kuhojiwa na kuweza kuonyesha sehemu walipotupa mwili huo baada ya kuua kwa kumziba mfumo wa hewa. Awali walikuwa wanasema mtoto tu ametoweka, ameibiwa, hajulikani alipo, lakini wale watu wa taarifa waliamini kwamba huenda wakawa wamefanya tofauti na hivyo wanachokisema. Kwa hiyo chanzo cha tukio hilo tunaona ni mgogoro uliokuwepo wa kifamilia kati ya mwanaume ambaye aliamini kuwa yule mtoto si mwanae, na kwamba ilikuwa ni mateso kwao kutokana na alizaliwa akiwa njiti, akiwa na umri wa miezi 7 tumboni. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwenye kumtunza, na aliona kama ile sharti na muhimu gumu. Kwa hiyo basi alimpa shinikizo mke wake amuue ili waweze kuendelea na mapenzi yao wao wenyewe wawili. Kwa hiyo na walifanya hivyo na akawa ameuawa sasa. Na ndio taarifa zikafika kituo cha polisi kwa sababu alikuwa haonekani yule mtoto. Kwa jeshi la polisi tunatoa shukrani kwa wananchi wema ambao kimsingi wametoa taarifa hizi zilizosaidia kufanikisha kufahamu kuhusiana na tukio hili. Ingawa tumeshindwa kuokoa maisha ya mtoto, lakini angalau tumeuona mwili na kuweza kujua kwamba sasa tukio kwa uhalisia wake liko namna hiyo. Asante sana.